yangu. Niko vizuri, nashukuru Mungu. Nimefurahi na wana Simba wamefurahi kwa sababu uwanja wetu wa nyumbani tulipotoka Chamazi tulikuja hapa, si ndio tulizindua uwanja. Na huu uwanja nadhani watu wengi wamekula dozi sana. Sasa nashukuru Mwenyezi Mungu, mechi yetu ya kwanza baada ya kuondoka hapa nyumbani, tumerudi nyumbani na tumepata magoli 4 na pointi 3 inshallah. Nyama kausiria sana. Mbona kama sisi kila mtu tunasema ashinde mechi zake. Tumekuja kwenye uwanja wa kukodi na kila mtu anakodi uwanja. Kwa hiyo maneno yasiwe mengi. Pointi zao na pointi zetu tofauti. Tunachohitaji kila mechi tupate matokeo katika uwanja wa KMC Complex. Nadhani leo Watanzania wote wameona burudani ya mpira. Hawajaona mpira wa mipango. Hawajaona mtu inapigwa pasi ndefu mtu anakimbia kama vile digidigi wa golini, hapana. Zinapigwa pasi anaingia magoli yaliokuwa safi. Leo wana Simba na nchi imefurahi katika soka Tanzania baada ya klabu bora ukanda wa Sekafa kupata matokeo ya goli 4. Subara mwenyewe walimtekelezea mtu mazingira, anapigwa ndefu watu wanakimbia goli. Lakini leo maana mpira huo leo watu wanapigwa pasi inaenda zinafungwa goli, kila mtu anafurahi. Wanasema mnahamama sana, hamueleweki, hamna msimamo. Unapopigana vita unaangalia kichaka, ukiona kichaka hii sasa hivi majani yamekufa, anaenda kwenye kichaka kingine. Kwa hiyo sisi tunachokifanya tumetafuta kichaka ambacho tunajua kichaka hiki kitatusaidia. Na hata hapa KMC hatuwezi kumaliza. Tutaangalia mipango yetu. Ikienda vizuri tutabaki hapa. Isipoenda vizuri basi tunaweza tukaenda kumalizia hata sehemu nyingine inshallah. Jana mmeshinda tuzo ya mwaka, lakini wapinzani wenu kama waamini. Asili yetu Simba. Kwa mtu ambaye haamini basi huyo mtu kichwa chake ni kibovu. Leo katika ukanda wa Sekafa au Tanzania tokea izaliwe, Simba ndio imefanya mapinduzi makubwa katika mpira. Simba ndio imefanya ligi yetu imekuwa nafasi ya 6 mpaka ya 5. Leo Simba ya Tanzania ndio imekuwa klabu imeingia kwenye 5 bora za klabu bora Afrika. Toka dunia yumbwe. Kwa nini katika hizi tunzo za hapa Tanzania tusiwe sisi na ndio top? Unataka mwingine awe top nani? Hawezi kulizika kwa sababu ya chuki zao. Sasa kama unazungumzia chuki, Simba sio top. Ukizungumzia mpira, Simba ni top kwa sababu toka dunia yumbo sisi ndio tumekamata namba 5 katika ubora Afrika. Sio rekodi mbovu, rekodi kubwa sana. Kwa hiyo rekodi hiyo tu inakupa kabisa nafasi ya kwamba Simba na ndio klabu bora katika Afrika Mashariki na Kati na Tanzania hatuna mpinzani. Kimpira lakini kimambo mengine nje ya uwanja wao bora. Simba tunastahiki tena ile, mimi naweza nikasema bado na tuzo zingine tuzipande, kwa sababu ukizungumzia Simba kwenye Sekafa unazungumzia giant wa Sekafa, hakuna mwingine tena. Kwa nini tusipate tunzo? BMT ningewaona wangekuwa wachoa zaidi kama wasingetupa tunzo. Tunzo ile ni asili yetu na tumepata kwa vigezo, sio kama kuna mtu katubeba. Tumepata kwa vigezo kwa sababu klabu yetu ni bora. Jana baada ya mechi ya Yanga, afisa habari wa Yanga Chama ni bora ila usipofananisha na wale Okelo. Kauli yake hii kwa sababu timu yake ni Yanga. Top namba 10 safi katika ukanda wa Sekafa. Mwamba wa Lusaka. Football. Lakini kama unataka bosi uongee kiuchaha kupela, basi wazaji wengine bora. Lakini top ni Mwamba wa Lusaka. Mwamba wa Lusaka. Yaani haina doubt. Yani no doubt, kwa sababu vile wanavyofanya Chama katika mpira wa Tanzania havijawahi kufanya na mtu mwingine. Nitajie mmoja. Goli tulilofunga zidi ya Nkala Len Davis. Goli lile kuna mchezaji gani kafunga? Goli la juzi tuliwafunga, goli la pili alilofunga Mwamba. Nitajie mchezaji mwingine kafunga kwenye dabi. Achana na Mbao. Maana naona watu wanafananisha mechi ya Yanga na Mbao kafunga ajibu. Unamfunga Yanga goli kama lile, kuna timu nyingine imefunga goli kama lile kwenye dabu kubwa kama ile? Kuna mtu kafunga goli kama lile? Chama baki kuwa Chama. Wazungumze mambo yao mengine, wasifananishe digidigi na tembo. Okelo digidigi, tembo Chama. Mwamba tembo wa mpira Tanzania, Mwamba wa Lusaka. Goli safi na bado katuahidi wana Simba kabla ya mechi 9 hazijaisha atafunga goli zaidi ya ile mechi aliyofunga Simba na Yanga. Katuahidi mashabiki wake, kasema tumempokea kwa raha na yeye kafarijika alivyompokea, atafunga zaidi ya goli aliyofunga siku ya nyuma mwiko. Mtu tofauti kabisa. Yaani tuzungumzie mpira, tusizungumzie uchawa mtu, tuzungumzie mpira. Kwani vitu wanavyofanya Chama vinazungumza mdomoni? Sio kwenye uwanja. Goli la leo limezungumzwa mdomoni. Goli la Meja Samuyo, goli la Nkala Len Davis. Basi nyamaza kimya, Chama ndio tembo wa mpira. Hao waache tu wazungumza wanavyosema miaka 17.
ana miaka 17. Ana miaka 17, mkataba wa mwakani ndo anasaini mwenyewe, anafikia miaka 18. Huko kasaini mkataba huu, kasaini babu yake. Unayekuja anakuja kusaini mwenyewe, atajua yeye asaini mingapi tumemruhusu. Miaka yote ile akimaliza baadaye atakuwa mechi la ufundi atupe ili wakina Bashiru wale afundishe vitu anavyofanya wakina Morris Abraham. Nashukuru sana.